Hujambo, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Maranatha? Nikukaribishe katika siku hii ya leo katika mwendelezo wa kujifunza masomo haya ya Biblia, na ni wasaa mwingine tena ambapo Bwana ametupatia fursa ya kuendelea kujifunza. Na popote ulipo unapoendelea kusikiliza masomo haya, ni kusihi kwa huruma zake Bwana tunaweza tukapata ombi ili kusudi tuweze kualika uwepo wa Kristo uweze kutamalaki pamoja nasi tunapojifunza mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, Baba mwema mwenye upendo na huruma, tunakikaribia kiti cha rehema kama ulivyotuambia tukisogelee kwa ujasiri ili kusudi tuweze kupata neema na rehema kutusaidia katika wakati wa mahitaji. Baba, tumekuja kwako, nimepiga magoti mbele zako. Ninaomba neema yako iweze kutamalaki pamoja nasi tunapotaka kujifunza somo katika siku hii ya leo. Tunaalika uwepo wa mbingu uweze kuwa hapa. Msikilizaji na mtazamaji, utakapopata fursa za kusikiliza masomo haya, tusisikilize tu Bwana kama hadithi, bali masomo haya yaweze kutusaidia na kutujenga, na zaidi ya yote kutuandaa kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili. Tunaamini Baba wewe ni mwaminifu na utasikia maombi haya na kujibu kwa neema yako, kwa kadiri ya mapenzi yako, kupitia mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Tumeomba na kushukuru. Amina. Bila shaka mnaendelea vizuri popote mlipo, na mimi pia mzima wa afya. Bwana amekuwa mwema, ameendelea kututunza na kutupatia uhai. Sasa tulikuwa tukiangalia zile hatua kuu 7 za maandalizi kwa ajili ya zama, na katika zile hatua kuu 7 tumetazama hatua 5, na katika hizo hatua 5 tumebakiza hatua 2, ambapo hizo 2 nilisema kuna hatua inaitwa kuishi mashambani na hatua ya 7 inaitwa kuongoa roho. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi na ni muhimu sana. Niliahidi kwamba tutakuja kutazama kuhusiana na kuishi mashambani, na Bwana ni mwema, atatusaidia tutaweza kujifunza kwa upana kuhusu somo hili la kuishi mashambani. Kama tunavyoona, vuguvugu ni kubwa sana la watu kutoka mijini kwenda mashambani, kujipatia kipande nje ya mji. Lazima tujiulize maswali. Kwa nini watu wanaondoka mijini na sisi kwa nini tuondoke? Tunaanzaje kutoka? Vitu kama hivyo ni vya msingi vya kuweza kujifunza na kufahamu kwa undani kuhusiana na kile ambacho Biblia inazungumza na roho ya unabii, na uzoefu gani ambao pia Mungu anatamani tuweze kuwa nao kwa kipindi hiki ambacho tunaishi. Kama umekuwa ukifuatilia katika masomo haya au masomo mengine ambapo ujumbe huu unafundishwa, utaona wazi kwamba wakati ambao tunaishi sio wakati rafiki katika historia ya dunia hii, na Mungu alikwisha kutuonya mapema. Kuna mambo ambayo ametupatia tuyatazame. Tukiyaona hayo tunajua kwamba muda ni mfinyu. Kwa hiyo siku hii ya leo tunakwenda kutazama somo hili la Mathayo sura ya 24. Kuna mambo ya msingi ya kutazama hapa katika Mathayo sura ya 24. Tutatazama hiki kipande ili kusudi kiendelee kutuamsha, na pia tutaweza somo lijalo tutaweza kuona kwa upana kuhusiana na kile ambacho Mungu anatuambia kuhusiana na kuishi mashambani na harakati zote zinazohusiana na ujumbe wa malaika watatu. Nimeona ni vyema tulirudia hili somo kwa uzuri tena. Kuna vitu ambavyo Bwana anaendelea kufungua kila siku, kwa hiyo sio mbaya tukiendelea kujirudia tena na tena. Kuna kitu kimoja huaga nawaambiaga watu mahali mbalimbali kwamba unajua duniani hapa kuna wasanii wa muziki. Wasanii wa muziki wanapokwenda mahali kufanya show, huwa hawaendi na wimbo mpya, huwa wanakwenda na nyimbo zile zile za kila siku. Kwa hiyo wanapenda kupiga zile nyimbo zao za kila siku ambazo zimezoeleka. Mtu aulizi kwamba huyu msanii anakuja vipi, ana wimbo mpya anakuja kututambulishia? Mtu anasema hamna, hana wimbo mpya, ila ni wimbo ule ule anakuja kufanyia show. Kwa hiyo akifika pale anaanza show, watu wote ule wimbo wameusikiliza, ule wimbo wanao, yani kwenye simu wanao, kwenye kompyuta wanao, na kichwani pia wanao. Lakini msanii akianza kuimba naye anaimba. Msanii akiimba naye anaimba. Tena msanii anaimba kidogo afa anampa mic yeye anamalizia wimbo mpaka mwisho. Kwa hiyo msanii haimbi sana, ila wale mashabiki ndio wanaimba muda mrefu. Ina maana huo wimbo anaupenda, na licha ya kupenda huo wimbo, yani wimbo upo kwenye mawazo yake, kwenye damu. Yani anatamani hata wimbo mara 10 mara 50. Na akishatoka kumsikiza pale wewe msanii, wimbo huo ambao msanii amefanyia show, akiondoka akifika nyumbani kwenye gari anausikiliza, akifika nyumbani anausikiliza, kazini anausikiliza, na hata simu yake ikiita unaimba huo wimbo. Hii ni kumaanisha kwamba watu wanapopenda kitu huwa hawaoni hasara kusikiliza hata mara 7 mara 50, sio shida kwao.
Lakini mara nyingi Laodikia ni watu ambao tumeshiba, watu ambao hatuhitaji, tunahitaji vitu vipya kila siku. Hatuhitaji kile kitu cha kila siku kikirudia tena. Lakini nikwambie kwamba Mathayo 24 ni somo la msingi sana na ni sura ya muhimu sana. Ingepaswa turudie mara nyingi kadiri inavyowezekana hadi ieleweke. Ikiwezekana tuimbe Mathayo 24 na tujue tuko wapi katika Mathayo sura ya 24 ili kusudi tuweze kuwa na uharaka wa kufanya kitu ambacho Kristo anahitaji tukifanye. Na matokeo ya kusikiliza kitu kupenda vitu vipya kila siku, matokeo yake watu wanakuwa wanapoa. Yaani mtu anahitaji kukiwa na kitu kipya ndio anaamka, kama hamna kipya analala. Kipya anaamka, hamna kipya analala. Hii ni hatari sana kwa Mkristo. Mungu atusaidie sana tuweze kuamka na kile ambacho Mungu anataka tukirudia mara kwa mara. Katika Mathayo sura 24 kuna mambo ya msingi ya kufahamu, lakini tutaanza na hii nukuu. Inapatikana kitabu cha Evangelism ukurasa wa 195 paragraph ya kwanza. Nabii anasema hivi: hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu. Hatari za siku za mwisho ziko mbele yetu, na katika kazi yetu tunapaswa kuwaonya watu kwa hatari walionayo. Kumbe kuna hatari watu wako nayo. Nabii anasema hebu tusiache kugusa yale matukio mazito sana ambayo unabii umeyaonyesha. Kama watu wetu wangeamka nusu tu, kama wakitambua ukaribu wa matukio yaliyoonyeshwa katika Ufunuo, matengenezo yataletwa katika makanisa yetu na wengi sana wataamini ujumbe. Hapa ni mahali pa msingi. Hii nukuu ni ya muhimu sana. Huenda tutachukua muda mwingi kuitafakari, lakini natamani tuyapate mambo machache kutoka katika hii nukuu. Hii nukuu inazungumzia kwamba kuna hatari tuko nazo sasa na kuna hatari zinazokuja mbele. Lakini jambo la msingi ni watu wa Mungu tutambue kuna matukio yameonyeshwa katika unabii. Hayo matukio yanapotukia, watu wa Mungu tusiache kuyagusa. Tunapogusa haya matukio, watu wanaweza wakaamka, na kitu pekee kitakachofanya mtu aamke ni kutambua ukaribu wa matukio. Na tukio moja la msingi la muhimu ambalo wewe na mimi tunapaswa kulitambua ni tukio la sherehe ya Jumapili. Tunapoona ukaribu wa tukio la sherehe ya Jumapili, tunapoona ukaribu wa sherehe ya Jumapili inapokuja, tunapaswa kuamsha watu. Na watu wanasema hivi, kama watu wetu wangeamka nusu tu. Kwa hiyo kama Mungu anataka watu waamke japo nusu, na kama wakitambua ukaribu wa matukio yaliyoonyeshwa katika Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kimeweza kunukuu au kimeweza kutaja matukio ya msingi sana. Moja kati ya tukio la msingi ni tukio la sherehe ya Jumapili. Kwa hiyo watu wakitambua ukaribu wa tukio la sherehe ya Jumapili, tunaambiwa matengenezo yataletwa katika makanisa na watu wengi wataamini ujumbe. Hapa kuna mlolongo wa mambo. Kuna matengenezo, kuna kuamini ujumbe. Sasa niulize swali, ni nini kinacholeta matengenezo? Tunaambiwa hakuna matengenezo bila uamsho. Kwa hiyo kuna uamsho na matengenezo. Matukio yanabeba nafasi ya muda. Yaani unapomwambia mtu kuna tukio hili na hili litatokea, baada ya tukio hili kutakuwa na hiki, ina maana kwa lugha tu fupi umemwambia kuhusiana na muda. Lakini tukio pekee haliwezi kumamsha mtu kama kuna kitu kingine hakijafanyika. Yaani hapa tunapozungumzia matengenezo, nyuma yake kuna uamsho. Kwa hiyo uamsho na matengenezo vinakwenda sambamba. Lakini uamsho na matengenezo hauwezi ukaletwa pasipo maombi. Hapa ni jambo la msingi sana. Ni pa muhimu sana ndugu zangu kuweza kuelewa. Kwa sababu kuna uwezekano tunaweza tukawa busy na matukio, lakini unajua matukio hatuwezi tukashinda kama BBC kunukuu matukio. Yaani matukio BBC hatuwezi tukaishinda, hatuwezi tukazishinda channel mbalimbali jinsi zinavyoweza kunukuu matukio, lakini sisi tutawashinda kwa jambo moja. Kuna jambo la msingi ambalo tukilifanya watu wa Mungu tutawashinda hao wengine wote. Jambo hilo ni maombi. Kristo alipokuwa anakaribia msalaba, ndugu zangu, Kristo alipokuwa anakaribia msalaba, alikuwa anahitaji muda mwingi sana maombi, sio muda mwingi wa kutazama matukio. Sisemi matukio yana maana, yana maana, lakini maana ya matukio inatuleta tu kwenye kufanya wajibu, na wajibu mkubwa sana ambao utatuamsha ndugu zangu ni wajibu wa maombi ya dhati ya kina. Ukitazama wanafunzi wa Kristo, Yesu alipokuwa anaona hawa wanafunzi wanakaribia zama kuu, Yesu aliwasihi sana, kesheni muombe, kesheni muombe. Hakuwasogeza watazame matukio mengi, hapana, aliwasogeza katika mazingira ya kukesha na kuomba. Kwa hiyo mjumbe wa Mungu lazima hakikishe watu wa Mungu anawalete katika mazingira ambapo watu wa Mungu wataamka vya kutosha kwa kukesha na kuomba. Kwa hiyo uamsho wa kweli unaletwa na maombi. Mtu anapotazama matukio na ukaribu wa muda jinsi ulivyo, utamleta katika mazingira ya kuchunguza maandiko na kuomba kwa bidii sana. Hilo pekee
litatusaidia kuweza kuwa na matengenezo ya dhati. Na watu wanapoanza matengenezo ya kweli, mtu atajifunza matengenezo ya chakula, atajifunza matengenezo ya mavazi, atajifunza matengenezo ya maburudisho, atajifunza matengenezo katika ndoa, matengenezo katika uchumba, matengenezo katika urafiki na vitu vingine vyote, hata mahali pa kuishi. Huyo mtu, maandiko nasema kwamba matengenezo yataletwa katika makanisa na wengi sana wataamini ujumbe. Kwa hiyo kipengele cha kuamini ujumbe ni kipengele cha mwisho baada ya watu kuanza kufanya matengenezo ya kweli. Nabii anatuambia hapa katika hii nukuu ambayo inapatikana Evangelism hiyo ukurasa wa 196.3, unasema hivi: sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo, sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo imewasilishwa kwangu tena na tena kama jambo ambalo linapaswa kuvuta usikivu wa watu wote. Nabii anasema kwamba Mathayo 24 ilikuwa inapitishwa usoni kwake, ilikuwa inapelekwa kwake tena na tena, tena na tena, kama jambo ambalo linapaswa lichukue usikivu wa watu wote. Mathayo 24 hiyo. Anasema hivi: leo tunaishi katika wakati ambapo yale mambo yaliyotabiriwa katika sura hii yanatimia. Hebu watumishi na walimu wetu waeleze unabii huu kwa wale wanaowafundisha. Na mimi kama mtumishi wa Mungu sitaacha kuifundisha Mathayo sura 24. Kwa sababu watu wa Mungu wanaoishi katika nyakati za kutimizwa Mathayo 24 hawapaswi kukoma kuifundisha Mathayo sura ya 24. Na hapa kuna vipengele vingi, kuna chembe nyingi sana za ukweli katika Mathayo sura 24. Karibia kila siku tunaona kuna mambo yanatimia katika Mathayo 24. Kila siku tunaona kuna vipengele vinatimia katika Mathayo sura ya 24. Sio jambo la kawaida kuona mafuta yanapanda bei. Sio jambo la kawaida kuona hali ya chakula inapanda bei, maisha yanapanda juu kwa kasi. Sio hali ya kawaida. Yote haya yapo katika Mathayo sura ya 24. Na wewe na mimi, ndugu zangu, tunapaswa kuona hayo matukio yakitokea katika macho yetu, na tunapaswa kuamsha roho ya utayari ndani ya mioyo yetu na kuonya dunia kwa kile kinachojia ulimwengu hivi karibuni. Lakini watu hatari sana ambao wanapaswa kuonywa kwa nguvu kubwa sana ni ndugu zangu wa Adventista wa Sabato. Ingefaa sana rasilimali karibia zote ziwekezwe kuonya kanisa la Mungu, kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa sababu itakapopitishwa sherehe Jumapili, mlango utakuwa unafungwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na watu watakaopata nuru ni wale ambao hawakuwahi kusikia huu ujumbe wa malaika watatu. Ndio maana ndugu zangu, tumejifunza nyakati zilizopita na tunaendelea kuzungumza tena kwamba muda ni mchache sana kuikamilisha kazi. Kazi gani hiyo? Kazi ambayo tunapaswa kushirikiana na kuhani na mwisho siku shetani kupondwa kichwa. Tunaishi katika siku ya upatanisho ndugu zangu. Tumeona wazi kwamba tuna sikukuu 7, na katika sikukuu 7 tupo sikukuu ya 6, na sikukuu ya 6 inaitwa ni siku ya upatanisho. Baada tu ya siku ya upatanisho, sikukuu ambayo ilikuwa inafuata ilikuwa ni sikukuu ya vibanda, na vibanda itafanyika mbinguni muda wa miaka 1000. Kwa hiyo sasa hivi ndugu zangu, tunaishi mwishoni mwa siku ya upatanisho. Israeli ya zamani katika siku hiyo ya upatanisho ilikuwa sio siku ya mchezo. Walikuwa wanatakasa mioyo yao, walikuwa wanazunguka hekalu, wanachunguza mioyo kuangalia kuna nini kipo ndani ambacho kitafanya nikataliwe mbali. Walikuwa wanashirikiana na kuhani kikamilifu kuhakikisha kwamba anaungama dhambi, uovu na makosa, na kuhani anapotoka ili zile dhambi ampatie mbuzi wa Azazeli. Na mbuzi wa Azazeli ndugu zangu ni shetani. Na hii siku ya upatanisho jamani, siku hiyo ya upatanisho tunapaswa kushirikiana na kuhani, kwa sababu muda sio mrefu Kristo atasema imekwisha, na tutakuwa hakuna tena kafara nyingine yoyote itakayoweza kutusaidia. Kwa hiyo ni muhimu kutazama haya mambo, ni muhimu kujua kiini cha ujumbe wa malaika watatu ni nini. Ni wapi ambapo shetani anapaiba? Sehemu gani shetani anaiba? Shetani anaiba uelewa sahihi wa ujumbe wa malaika watatu katika kipengele hiki cha siku ya upatanisho na hukumu ya upelelezi. Uelewa sahihi wa hukumu ya upelelezi ni jambo la msingi sana kufahamu. Na tuliona wazi, tumejifunza kuhusu hii hukumu ya upelelezi. Tunarudia tu haya mambo. Katika hukumu ya upelelezi tumeona kwamba Kristo ameanza kuhukumu waliokufa. Kitambo hakuna ajuaye kitambo namna gani atahamia kwa hukumu walio hai. Na kama anahukumu waliokufa, ili wahukumiwe waliokufa, ni lazima kwanza mlango wa rehema ufunge kwao. Mlango wa rehema unafungwaje kwao? Unafungwa kwa njia ya kifo. Ndio maana maandiko yanasema baada ya kifo huja hukumu. Kwa maana nyingine anasema baada ya mlango wa rehema kufungwa huja hukumu. Sasa kuna watu wanafundisha, wanasema kwamba hukumu kwa walio hai imekwisha kuanza kwa kanisa la Mungu. Imeanza lini? Imeanza saa ngapi? Mbona mlango wa rehema hujafungwa? Inawezekanaje watu wahukumiwe na bado na rehema? Au kuna mtu ameshakwenda mahakamani siku hakimu anasoma hukumu kwake, alafu bado ana nafasi ya kubadilisha maamuzi?
Hakuna kitu kama hicho. Wakati wa upelelezi ndio wakati wa kufanya maamuzi. Wakati ambapo uchunguzi unafanyika ndio wakati wa kufanya maamuzi. Na huu uchunguzi unafanyika kwa njia ya vitabu kule mbinguni. Rekodi zetu zinakwenda kila siku kule mbinguni. Kwa hiyo hukumu ina kipengele cha uchunguzi, ina kipengele cha upelelezi. Upelelezi unaendelea, upelelezi unafanyika kila siku kwenye maisha yetu, upelelezi unaendelea. Lakini bado hukumu hazijakatwa, bado hukumu hazijaanza ndugu zangu. Hukumu zitakapoanza itakuwa ni rehema imeshakoma kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo huo wakati wa sheria Jumapili. Tunahitaji sana unyenyekevu wapendwa. Tunahitaji unyenyekevu kwa kusikiliza na kujifunza. Wewe ndio umeshafundisha mara nyingi, wewe ndio umeshajifunza mara nyingi na bado umeshikilia huo mtazamo. Lazima tujifunze, tujiulize kwamba sasa kama hukumu zishaanza, najuaje kama mimi nishahukumiwa? Sasa wewe na wewe niambie, unaenda kumhubiria mtu msabato mwenzako, unamwambia hukumu zimeanza. Na yeye anakuambia sasa kama zimeanza, wenda jina langu tayari limeshakataliwa. Ndio maana tunaanza kuomba maombi ya ajabu ajabu. Mtu anasema, "Oh, Mungu tusamee. Kama jina langu limefutwa, naomba uliandike." Sisi jina langu limeandikwa au halijaandikwa? Hatujui hata jina limeandikwa lini au limeandikwa. Yaani tunapaswa kutambua jina linaandikwa wakati gani. Pambano Kuu sura 28 inaelezea vizuri kabisa ni wakati gani wa majina kuandikwa. Wanaoandikwa majina ni wale ambao walishawahi kuingia katika kazi ya Mungu. Kwa kama unafahamu ulishawahi kuingia katika kazi ya Mungu, jina lako limeandikwa na Mungu hata liondoa jina mpaka wakati wa hukumu utakapofika. Ndipo Mungu anasema kuna majina yatakuwa nakubaliwa na majina yatakuwa nakataliwa. Kama vile mchakato ulivyoanza kwa kuhukumu waliokufa, majina nakubaliwa, majina nakataliwa. Majina nakubaliwa, majina nakataliwa. Huo wakati bado hujaanza, utaanza wakati wa sheria Jumapili. Kwa hiyo tukifundisha hukumu imeanza, tunajichanganya sisi wenyewe na tunajiweka kwenye mashaka kwamba jina langu limekubaliwa au limekataliwa. Na kuna watu watakata tamaa, wataenda mbali sana na Mungu, kumbe bado rehema zipo. Ndugu zangu, rehema bado zipo. Yesu anakusii wewe, ananisii mimi, tuje, bado rehema zingalipo. Huu ni wakati wa kubadilika, huu ni wakati wa kufanya mabadiliko ya jumla. Haijalishi umefanya dhambi kiasi gani, haijalishi umetanga na Mungu kiasi gani, haijalishi umekuwa muhuni, mzinzi, mchafu wa kila dhambi namna gani. Kristo anakuita leo hii uje. Unaposikia hii sauti, Yesu anataka bado ubadilishe maisha, umkabidhi Kristo maisha yako. Biblia hii inapaswa kuwa mwongozo wa maisha yako. Tusome Biblia, tutazame rehema za Mungu zimefafanuliwa, zimefunuliwa kwa upana, kwa uwazi, lakini tunajikosesha sana. Unajua somo la kuhesabiwa haki kwa imani ni la msingi sana, na tunajikosesha mara nyingi. Kuna wengi sana ni waoga kwa Mungu. Wanadhani Mungu anawachukulia vile ambavyo wao wanachukulia majirani zao, wao ambavyo wanavyochukulia wale waliowakwaza. Kwa hiyo tunakuwa na mtazamo huo kwamba Mungu naye anatuchukulia kwa namna hiyo. Mungu sio hivyo. Mungu pendo wake hauna mipaka. Mungu anapenda kila mtu. Mungu anapenda hata mtu ambaye ni shoga, anampenda. Mchawi anampenda. Hata kama umezini mara 100 siku moja ukaenda kwa Mungu, Mungu bado anakupenda. Mungu hakuchukii. Cha ajabu, Mungu anampenda hata shetani. Mungu anampenda hata shetani. Tumeambiwa tuwapende maadui zetu, tena tuwaombee. Unajua kitu kimoja ambacho tunapaswa kutambua, kuna kitu kinaitwa upendo wa Mungu na urafiki na Mungu. Sikiliza. Kuna upendo na Mungu na urafiki na Mungu. Upendo wa Mungu hauna mipaka. Upendo wa Mungu hauna mipaka, yani ni upendo mkubwa na anatuvuta na anataka kila mtu aelewe upendo wake. Lakini urafiki na Mungu una mipaka, kwa sababu urafiki ni kanuni. Ndio maana tumeambiwa tusifanye urafiki na dunia, ila tuwapende walimwengu, tuwapende watu wote, ila hutafanya urafiki na dunia. Kwani hata vile Biblia inaposema wapendeni adui zenu, kwani adui ni rafiki yako? Adui sio rafiki, lakini maandiko yanasema wapendeni adui zenu. Kwa hiyo adui unapaswa kumpenda, lakini adui sio rafiki yako. Unasikia? Kwa hiyo Mungu anataka tusitengeneze urafiki na wasioamini. Tusijifungamanishe na watu wasioamini katika urafiki. Tusifungiwe nira na wasioamini. Ila tuna kazi na tuna wajibu wa kwenda mahali popote ambapo kuna roho na kuziongoa. Kwa hiyo si ajabu naweza nikakaa na mtu ambaye anafanya uzinzi, anafanya ushoga, naweza nikakaa naye, nikaongea naye, nikampenda, nikala naye, nikajifunza naye, nikamkaribisha kwangu, nikaenda kwake, nikamtembelea. Inawezekana kabisa, hiyo haina shida. Ila tatizo ni kutengeneza urafiki na dunia. Hiyo ndiyo shida. Kwa hiyo Mungu anampenda shetani, ila hana urafiki na shetani.
Unaona, Mungu anapenda wadhambi, lakini sio wadhambi hawana urafiki na Mungu kwa sababu wanamkimbia Mungu. Baada ya dhambi, Adamu alikimbia mbali na Mungu. Mungu akaja anamtafuta Adamu. Adamu uko wapi? Adamu akakimbia kujificha. Kwa nini? Kwa sababu ya ile dhambi ikamtenga na Mungu. Ndio maana Mungu akasema nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Kwa maana nyingine Mungu anasema nitatengeneza uadui hapa kati ya wewe na wewe kwa sababu muna urafiki. Sasa mimi nitaweka uadui kwa sababu nyinyi mna urafiki, mna uadui na mimi. Mimi navunja huo uadui na unavunja urafiki na weka uadui. Nataka tuendelee kuwa na urafiki. Kwa urafiki na Mungu unajengwa, unapaliliwa siku kwa siku. Kuna wengine wana kiwango kikubwa cha urafiki na yeye, kuna wengine wana kiwango kidogo cha urafiki na yeye. Na kwa kadiri ndugu zangu, tunapozidi kutengeneza huu urafiki na yeye, tunapoendelea kutengeneza urafiki na yeye, anatupatia siri, anatufunulia mambo mengi yanayomhusu yeye. Sikiliza. Unajua kwa kadiri unavyojenga urafiki na mtu ndio anakuambia siri zake. Anaweza kukwambia leo nimekula viazi, nimekula na karanga. Oh wow, leo nimekula hiki, kesho nitakula hiki, kesho kutu nimevaa hiki. Anaweza kukwambia vitu vya siri vya ndani hata vingine ukasema, kweli huyu ni rafiki wa kweli. Hadi ananiambia mambo haya kwa sababu amekuona wewe hauna shida, amekuona ni rafiki wa karibu. Marafiki huwa wanazungumza. Wanaozungumza siri nyingi ni wale ambao wameingia kwenye urafiki wa ndani zaidi. Hasa kiwa rafiki umempata juzi, kuna mambo hatakwambia, lakini kwa kadiri mnavyotengeneza urafiki siku kwa siku atakwambia siri nyingi. Ndivyo ilivyo kwa Baba yetu wa mbinguni. Kwa kadiri ambavyo tunamjua, kwa kadiri ambavyo tunatamani kuwa naye karibu, tunavyozungumza naye, tunavyoendelea kujenga naye urafiki, tutazungumza naye, tutatembea naye kama Enoko alitembea na Mungu miaka 300 akiwa hapa duniani. Wakina Ayubu walitembea na Mungu, wakina Ibrahimu walitembea na Mungu. Walikuwa ni marafiki wa Mungu ambao walipata kujua siri za Mungu. Namjua mmoja katika Agano la Kale, mtu anaitwa Danieli. Maandiko yanasema ewe Danieli upendwaye mbinguni. Danieli alikuwa ni rafiki wa Mungu na Mungu akamfunulia siri pana sana ya unabii. Unabii mpana alimfunulia Danieli. Danieli akafahamu mambo mengi kwa sababu alitamani kuyajua, alimfanya Mungu kuwa wa karibu. Lakini katika Agano Jipya tunampata mtu mwingine anaitwa mwanafunzi mpendwa. Katika wanafunzi wote 12 wa Kristo kuna mwanafunzi mmoja ambaye alitamani sana kujenga urafiki na Kristo sana kuliko wengine wote. Anaitwa Yohana mpendwa. Huyu ndiye akapata kuandika Injili ya Yohana. Akaandika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili, waraka wa tatu, akaandika kitabu cha Ufunuo ambacho kina siri nyingi, kitabu cha Ufunuo. Huyu ni mwanafunzi mpendwa. Ina maana Mungu alimpenda akampa siri nyingi sana. Ndugu zangu, tunaishi katika nyakati za hatari mno. Tunapotengeneza urafiki na Kristo kila siku kwa kusoma neno, katika maombi, kutafakari maisha yetu kila siku, tunajengwa na yeye kikamilifu. Tunapokuwa tunatafakari siku hii ya upatanisho, siku ya makini na siku muhimu sana, basi Mungu atatufunulia vitu vya msingi vitakavyotusaidia kuweza kusimama. Usijenge urafiki na Biblia ukaishia hapa. Usijenge urafiki na matukio ukabakia pale. Usijenge urafiki yani Mungu anataka hivi, yani usomaji wetu wa maandiko uweze kuwa halisi. Yani tunavyovisoma hivi viweze kuwa sehemu ya maisha yetu. Hilo ni la msingi na ni sayansi hapo. Sasa tunaambiwa hapa leo tunaishi katika wakati ambapo yale mambo yaliyotabiriwa katika sura hii yanatimia. Hebu watumishi na walimu wetu waeleze unabii huu kwa wale wanaowafundisha. Kwa hiyo tutaacha kufundisha mambo ni ya msingi mno. Tunaendelea mbele katika manuscript gombo la 10 ukurasa 220 paragrafu ile ya pili. Nabii anasema maneno yafuatayo. Sura ya 24 ya Mathayo inatoa muhtasari wa kile kitakachoujia ulimwengu. Tunaishi katika nyakati za hatari za siku za mwisho. Wale wanaoangamia katika dhambi lazima waonywe. Bwana anamwita kila mtu ambaye amemkabidhi talanta ya nyenzo kutenda kama mkono wake wa usaidizi kwa kutoa fedha zao kwa ajili ya kuendeleza kazi yake. Anaendelea, pesa zetu ni lazima pesa zetu ni hazina tulizokopeshwa na Bwana na zinapaswa kuwekezwa katika kazi ya kupa ulimwengu ujumbe wa mwisho wa rehema. Kwa hapa Mungu anapotuambia tunapaswa kutoa ujumbe wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu, lazima tuangalie ni sehemu gani ya kuanzia. Maana hata Kristo alipofika, maandiko nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lakini Kristo alipofika hakufika dunia nzima. Hapana, alifika pale Israeli.
Kwa hiyo Israeli pia hakuzunguka katika kila mataifa yote, hapana. Tunaambiwa anasema mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea katika nyumba ya Israeli. Lakini maandiko yanasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Lakini mbona anaanzia Israeli? Maandiko yanatuambia kwamba injili shati ihubiriwe kwa Wayahudi kwanza, kwa Israeli kwanza, ambao ulipata nafasi ya kusikia ujumbe huu mara ya kwanza. Hao ndio Mungu angewatumia sasa kwenda ulimwenguni kote kama ungekuwa tayari. Na kweli waliokuwa tayari, wale wanafunzi wa Yesu wote walikuwa ni miongoni mwa Waisraeli. Ndio hao sasa wakaenda kuambukiza ujumbe ulimwenguni kote, kwa sababu huu ujumbe ulikuwa ni ujumbe ambao una vipengele vyake. Unasikia, Mungu siku zote anafanya kazi kwa mpangilio. Mungu ni Mungu wa utaratibu, ana oda ya mambo. Lazima anaanza hili, likikamilika anafika hili, linakamilika anafika hili. Hiyo ndio kazi ya Mungu anavyofanya. Kwa hiyo Mungu, Yesu alipofika duniani, aliagizwa aanze kazi katika Israeli. Ndio maana nasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Ya Israeli. Kwa hiyo kazi ingekamilika hapo, basi mitume wangepeleka kazi ulimwenguni kote. Kwa hiyo ndugu zangu, mwaka ambao Mungu aliruhusu kazi iende ulimwenguni kote ulikuwa ni mwaka ule wa 34 AD. Baada ya rehema kukoma katika taifa la Israeli, ndipo kazi ikamia kwa mataifa mengine. Kwa hiyo sasa hivi ndugu zangu, tunaishi katika kipindi ambapo kazi inatakiwa kufanyika kwa kanisa la Mungu Adventista wa Sabato. Hii ndio Israeli ya kweli ya leo. Halafu sasa kazi kishakamilika hapo, ndipo wakati wa kilio kikuu baada ya sherehe ya Jumapili, kazi tenda duniani kote. Unaweza kuuliza swali, ina maana vitabu tusigawe kwenye dini zingine? Tusiwaambie? Tuwaambie, lakini sio mzigo mkubwa wa kazi hapo. Na ndipo shetani alipotuchanganya. Unakuta unafanya kazi kubwa, unaleta wengi kanisani na bado upati amani. Wengi wanabatizwa, wanaingia kanisani, wengine wanatoka, wanaingia waelewi, wako hapo, unapatia ujumbe anakataa, unaanza kubishana, mambo mengi. Ndio maana Mungu anasema sasa Mungu afanye kazi kubwa kuwaleta wengi kwenye ukweli. Sio kwamba aleti, anawaleta, lakini wachache. Na anaoleta Mungu utawagundua kwa maisha yao. Wanakuja, wanapokea message iliyonyooka na wanafanya matengenezo ya moja kwa moja kwenda mahali Kristo alipo, chumba cha patakatifu patakatifu. Kuna mambo kadhaa kujifunza hapa katika Mathayo hii sura ya 24, kwa sababu katika Mathayo 24 kuna mambo ya msingi ya kufahamu hapa. Naomba nisome kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho. Matukio ya Siku za Mwisho nitasoma katika sura ile ya pili. Matukio ya Siku za Mwisho sura ya pili inasema dalili za marejeo ya Kristo hivi karibuni. Hapa kichwa kidogo kinasema unabii mkuu wa Bwana wetu. Unabii mkuu wa Bwana wetu. Anasema hivi: Kristo alitangulia kuwaonya wanafunzi wake kuhusu maangamizi ya mji wa Yerusalemu. Kristo alitangulia kuwaonya wanafunzi wake kuhusu maangamizi ya mji wa Yerusalemu. Anasema, na dalili zitakazotokea kabla ya marejeo ya mwana wa Adamu. Na dalili zitakazotokea kabla ya marejeo ya mwana wa Adamu. Sura yote 24 ya Mathayo ni unabii unaohusu matukio yatakayotangulia tukio hili. Na hivyo maangamizi ya Yerusalemu hutumika kuwasilisha maangamizi makuu ya mwisho wa ulimwengu kwa moto. Kumbe Kristo alizungumza kuhusiana na Mathayo 24, akizungumza kuhusiana na maangamizi ya Yerusalemu. Lakini maandiko yanasema maangamizi ya Yerusalemu ni kama picha ndogo kuelezea dunia itakavyoangamizwa kwa moto. Na hivyo tunapaswa kutafakari kwa umakini sana kuhusiana na matukio yaliyotokea kabla ya kuangamizwa kwa Yerusalemu. Alafu haya matukio tuyalete katika picha pana, tutazame yanatokea vipi kabla ya dunia kuangamizwa. Hapo ni mambo ya msingi na ni muhimu sana ambayo wewe na mimi tunapaswa kuyatafakari. Kwa hicho ni kitu ambacho nimetaka nikilete cha kwanza katika Mathayo sura ya 24, kufahamu cha kwanza Kristo alizungumzia kuhusiana na maangamizi ya Yerusalemu, na jambo la pili alizungumzia kuhusiana na maangamizi ya dunia. Lakini hapa unaweza ukasoma katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya kwanza kabisa, utaweza kujipatia kuona kuhusiana na maangamizi ya Yerusalemu na kile ambacho nabii anazungumza hapo. Muda hautatosha kusoma sura hiyo yote, lakini ukipata nafasi soma sura ya kwanza ya kitabu cha Pambano Kuu. Ni kitabu cha msingi sana kabla kugawa duniani huko. Kitabu cha Pambano Kuu wa Adventista wa Sabato tunapaswa kukisoma. Cha ajabu, kitabu hiki cha Pambano Kuu hakieleweki katika kanisa la Mungu, hatukifahamu. Sasa kama Wasabato hawakijui hicho kitabu, hivi dunia itaelewa kweli? Ndio maana Mungu pia anaandika kwamba
katika vitabu hivi vya Pambano Kuu na vitabu vingine vyote tunapaswa kuandika pia vijitabu vidogo, vijitabu vidogo pia vya kuelezea kitabu cha Pambano Kuu na vitabu vingine. Kwa hiyo unaweza ukaandika labda kitabu cha Pambano Kuu kwa kuwa ni kikubwa, kimeelezea mambo mengi. Kwa hiyo unaweza kaandika baadhi ya mambo machache yanayohusu kitabu cha Pambano Kuu. Alafu mtu aanze kupata muonjo wa kitabu cha Pambano Kuu, alafu akifika sasa aanze kusoma. Unajua dunia yenyewe watu wenyewe ni wavivu leo hii. Dunia watu ni wavivu. Sasa anapoona kitabu cha Pambano Kuu peji 600 mia ngapi? Anachoka. Sasa ukimbania bana, kuna kitabu hiki hapa kina peji 20, kina peji 30, soma alafu kikusaidia uelewe kitabu cha Pambano Kuu, itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo hii ni kazi pia ambayo watu wa Mungu tunapaswa kuifanya kwa neema ya Kristo ili kuweza kufafanua hizi jumbe kwa njia rahisi sana. Lakini Bwana ashukuriwe kwa sababu kuna ahadi inasema katika nyakati baada ya sherehe ya Jumapili, watu ambao wamegawiwa vitabu vya Pambano Kuu wataenda kutafakari hizo jumbe, na watakapoenda Mungu atawafunulia moja kwa moja katika matukio husika, na wataweza kuamini ujumbe wakati wa kilio kikuu. Sasa hapa ni mambo ya msingi sana. Sasa hebu tutazame mambo machache kuhusiana na kitabu hiki cha Pambano Kuu, na kitabu cha Mathayo 24, na katika Mathayo sura 24 kuna kipengele nataka tuanzie hapo. Maana Kristo hapa alitoa dalili kuhusiana na kuja kwake mara ngapi? Mara ya pili. Hizi dalili ambazo Kristo alizitoa, alikuwa anazitoa zile alikuwa anaambia mitume, na alipoambia mitume akamwambia kuna mambo ambayo utakuwa wanayaona. Sasa hebu tusome kidogo hapa kitabu hiki cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 632. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 632. Nabii anasema hivi: Kristo ametoa dalili za kuja kwake. Kristo ametoa dalili za kuja kwake. Alitangaza kwamba tunaweza kujua wakati atakapokuwa amekaribia hata akiwa mlangoni. Anasema kuhusu wale wazionao dalili hizi kwamba kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Hapo ni pa msingi sana. Kumbe Kristo aliponena kwa habari ya kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia, alinena mambo hayo kwa wale watakaoziona dalili hizo. Hapo ni pa msingi sana. Anaanzia wakati gani? Anaanzia wanafunzi walikuwa wameonywa kuhusiana na maangamizi ya Yerusalemu, akasema mtakapoona hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo wale waliotazama hizo dalili, kimsingi maandiko yanasema kizazi hicho kisingepita. Na Kristo alinena ule mwaka wa 30 kuelekea mwaka wa 31, ndio mwaka alionena. Na Yerusalemu iliangamizwa mwaka 70, ilipita miaka 40 tu kamili. Kizazi hakikupita, na kizazi ni miaka 40. Tunaendelea. Kwa hiyo sasa hapa ananena na wale watakaoziona dalili hizo, na kizazi hakitapita. Ndugu zangu, kama tukifika kwenye Mathayo 24, tukitazama dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili, kama tutaona tumekwisha kuzitazama hizo dalili na kuziona kwa macho yetu hivi, kimsingi ndugu zangu, kizazi hakitapita. Maana hapa tunaambiwa Kristo ametoa dalili za kuja kwake, nukta. Anaendelea. Alitangaza kwamba tunaweza, sikiliza, tunaweza kujua wakati atakapokuwa amekaribia. Ndio maana Pambano Kuu linasema ijapokuwa tujui siku wala saa, ila tunaonywa tunapaswa kujua wakati inapokaribia kuja kwake. Tunatakiwa kujua inapokaribia. Ukaribu wa namna gani? Ukaribu hata mlangoni. Sasa ukaribu hata mlangoni ni ukaribu mdogo huu. Yaani mimi niko chumbani, alafu mtu yuko mlangoni, siwezi kujua kama yuko hapo. Najua yuko hapo. Ina maana ni ukaribu wa namna ya ndani mno. Na namna gani huo? Ni kizazi. Kwa hiyo ukaribu hata mlangoni, hicho ni kizazi. Kwa hiyo watu wa Mungu tunapaswa kutafakari na kujifunza kuhusiana na kizazi. Na vizazi mwisho hivi 4. Kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Na ndugu zangu, kizazi cha 4 ni kizazi cha mwisho, na sisi Waadventista wa Sabato tunaishi katika kizazi cha mwisho, hakitapita. Sasa twende tukatafakari hapa. Hili ni fungu ambalo limezungumzia kuhusiana na kizazi hiki hakitapita. Ni fungu gani katika Mathayo 24? Leo tunatafakari Mathayo 24 katika picha mbili. Tutaanzia hapa Mathayo 24 mstari wa 32. Kuna mambo ya msingi, hebu tuende pamoja Mathayo 24 na ule mstari wa 32. Maandiko yanasema hivi: basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Hapa Mathayo anatuambia kwamba tunapaswa kwenda katika asili. Tunasikia na katika asili hapa kuna nyakati amezungumza wakati wa mavuno. Ndugu zangu, katika asili pia huu ni moja kati ya misimu. Kuna msimu wa mavuno, kuna msimu wa kipupwe, kuna msimu sio wa baridi, kuna msimu nini. Hii ni misimu. Na katika misimu kwenye asili utakuta kuna misimu hii 4 tu. Msimu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Na msimu wa mwisho katika maisha ni msimu wa mavuno.
Mavuno ndio msimu wa mwisho. Baada ya mavuno mtu anaanza tena kupanda na kuendelea. Sasa hapa tunaambiwa basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua, sio mnahisi, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu. Hebu tuende mstari wa 33, tutarudi hapo 32. Anasema hivi, nanyi kadhalika myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Kumbe kuna mambo ya asili Mwokozi anazungumza, alafu anayaleta katika mambo ya kiroho. Kuna mambo ya asili anazungumza, anaenda kuyafananisha na mambo ya kiroho. Hapo ndo mahali pa msingi pa kutafakari. Yaani Kristo siku zote alikuwa ananena kupitia vitu vya asili. Aliponena kupitia vitu vya asili, alitaka tuweze kuelewa mambo ya kiroho. Ndio maana hata sasa anatuambia tokeni mijini, nendeni mashambani, mahali ambapo mtatazama mambo ya asili. Mkitazama mambo ya asili, mtaweza kuyaconnect, kuyaunganisha na mambo ya kiroho. Kuna hazina nyingi sana za neno la Mungu katika ufalme wake. Hapa tunaambiwa hivi, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua kuwa wakati wa mavuno u karibu. Kabla tujaenda mbele, mstari wa 33, tunapaswa kujiuliza wakati wa mavuno ni wakati gani katika maandiko? Maandiko yanaposema wakati wa mavuno ni wakati gani huo? Bila shaka Biblia inapaswa itujibu yenyewe. Yeremia sura ya 8 mstari wa 20. Tufike hapo, maana tunaambia huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni. Twende huku na huku. Twende Yeremia sura ya 20 mstari sura ya 8 mstari wa 20. Yeremia sura ya 8 na ule mstari wa 20. Tunakwenda kutafakari kuhusiana huu wakati wa mavuno. Biblia inazungumza nini tunaposikia wakati wa mavuno? Kwa Kiingereza amesema summer. Lakini mavuno pia mahali pengine wakati wa mavuno ni wakati wa hari. Wakati wa hari au summer, mavuno ni kitu kimoja. Tuone ni wakati gani huo. Hapa tunaambiwa katika Yeremia sura ya 8 na ule mstari wa 20. Fika pamoja nami na Biblia yako katika Yeremia 8:20. Inasema hivi, mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Kuna pointi ya msingi kwa hapo. Anasema hivi, mavuno yamepita, sikiliza, mavuno, piga mstari, wakati wa hari umekwisha, piga mstari, wakati wa hari. Hapa kwa Kiingereza mavuno yameandikwa harvest, alafu hari imeandikwa summer, na pia anasema wala sisi hatukuokoka. Kumbe wakati wa mavuno au wakati wa hari ni wakati wa kuokoka. Ni wakati wa wokovu, ni wakati wa ukombozi. Na kama ni wakati wa ukombozi, tunaambiwa tunapaswa kuchangamkia ukombozi kabla hujafika. Ndio maana tunaambiwa tukitambua wakati, tunapaswa kuamka kwa sababu wokovu au ukombozi ukaribu. Sasa hapa hii fungu linatuleta katika mazingira ambapo Yeremia anazungumza, hili kundi linasema kwamba wakati wa mavuno umepita na sisi hatujaokoka. Kumbe wakati wa mavuno ni wakati wa watu ambapo ungepaswa kuokoka. Yaani watu wanapokuwa wanavunwa au mavuno yanapoendelea ni wakati wa watu kukombolewa. Japokuwa ukombozi ni mpana, una hatua mbili kuu, kuna kununua na pia kuna kurejeshwa. Sasa hapa tunazungumzia kipengele cha mwisho cha ukombozi ambacho ni kurejeshwa. Ndio maana anasema wakati mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha. Ina maana hapa anazungumzia kipengele cha wakati ambapo ni mwisho wa wakati. Kumbe ukombozi una wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho. Sasa hapa tunaambiwa katika kipengele cha mwisho cha ukombozi ambapo ukipitwa na hiki, basi hamna tena tumaini. Hapa hamna tumaini lolote. Hebu tuende kwenye maandiko tukaende kutafakari huu wakati wa mavuno ni wakati gani hasa katika maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Tufike kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14. Biblia itatuambia hapa, Ufunuo sura ile ya 14 na ule mstari wa 14. Tunajifunza baada ya ujumbe wa malaika watatu, baada ya ujumbe wa malaika watatu, na ndio maana ili fungu tunaenda kulisoma linatangulia lipo baada ya kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Maana ukisoma Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari wa 9 tunashuka mpaka chini, tunaiona sheria ya Jumapili. Baada ya sheria ya Jumapili kile kikuu kimekwisha. Sasa hapa mstari wa 14 maandiko nasema hivi, 14 Ufunuo inasema, kisha nikaona natazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Tunajua mundu, mundu kazi yake ni kwa ajili ya mavuno. Kama wale wanaoshia kulima mpunga wanajua mundu kazi yake ni kukata, huenda ngano zinakatwa kwa mundu. Anasema 15 hapa, na malaika mwingine akatoka katika hekalu, akamlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune.
tia mundu wako ukavune. Lakini juu tunaambiwa nikaona tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Nani huyo? Ni Kristo. Kwa hapa ni marejeo ya Kristo mara ngapi? Mara ya pili. Kwa katika marejeo ya Kristo ya mara ya pili, wakati unaohusika hapa ni wakati wa mavuno. Kwa mavuno huja mwishoni. Kwa katika msimu mavuno huja mwishoni. Kama kizazi ni kizazi cha mwisho, ni kizazi ambacho kinapaswa kuvunwa. Kwa ni mwisho wa ulimwengu huu ambao unazungumziwa hapa, ambao ni wakati wa mavuno. Lakini twende tukaone ushahidi mwingine katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 13. Mathayo sura 13 inatuelezea tu hapa huu wakati wa mavuno. Mathayo 13, tutarudi hapa Mathayo 24, lakini hebu tufakari Mathayo sura 13. Tutasoma hiki huu mfano katika mstari wa 24, tutashuka chini, tutaangalia mstari wa 36. Maandiko yanasema hivi: akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Hebu tuone tafsiri mstari wa 36. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. 37. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. 38. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. 39. Zingatia, yule adui aliyepanda ni Ibilisi, na mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Kwa hiyo mavuno ni mwisho wa dunia. Kwa hiyo mavuno huja mwishoni. Kwa hiyo tukirudi kwenye Mathayo 24 sasa, ndugu zangu, uende tutapata picha nzuri hapa. Mathayo 24 na ule mstari wa 32. Biblia inasema kwamba basi kwa mtini jifunzeni mfano wake, tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Huu wakati wa mavuno ni wakati wa mwisho wa dunia. Hapa Mathayo anatuambia tunapotafakari kuhusiana na asili, tunaweza tukatambua mambo ya kiroho. Lakini hapa jambo la msingi ambalo Mungu anataka tulielewe ni wakati wa mwisho wa dunia, ni wakati wa mavuno. Na ndugu zangu, huu wakati wa mavuno una mwanzo na una mwisho. Waliofuatilia mtiririko kujifunza mpango wa ukombozi, bila shaka tulipokuwa tunazungumzia ile siku ya vibanda, tulizungumza kuhusiana hiki kitu. Tukasema mavuno yana mwanzo wake, yana mwisho wake. Tuliposoma fungu la Ufunuo sura ya 14 na ule mstari wa 14, pale tulitafakari kipengele cha mwisho kabisa cha mavuno. Na hapa tunajifunza kwamba itakapopitishwa sherehe ya Jumapili, mlango utakuwa unafungwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato na watu wengine watapata nafasi ya kusikia ujumbe. Kumbe wakati wa sherehe ya Jumapili ni wakati wa mwanzo wa mavuno. Kwa kundi la kwanza au shamba la kwanza ambao Mungu anaanza kulivuna ni shamba la Waadventista wa Sabato. Sisi tunaanza kuvunwa. Ndio maana kutakuwa na utengano. Mungu atatenga magugu na ngano katika sherehe ya Jumapili. Tayari hapo ni mavuno yameshaanza hapo, ngano na magugu. Hata sasa tupo katika mtikiso, tupo katika pepeto, lakini bado haijafikia kilele chake. Kilele chake ni sherehe ya Jumapili ambapo Mungu ataanza kutenga. Ndio maana tunaambiwa kutakuwa na mstari ambao utakuwa unaeleweka kabisa kikamilifu, utakao kuwa unaleta utenganifu kati ya wale waliopokea muhuri wa Mungu na wale waliopokea chapa ya mnyama. Hasa hapa tunaambiwa tuangalie kwa makini katika kipengele hiki kwamba wakati wa mavuno ni wakati ambao ni mwisho wa dunia. Na mwisho wa dunia tunazungumzia hapa, wakati wa mavuno unaanza kutokea wakati wa sheria ya Jumapili. Tuendelee Mathayo sura 24 mstari wa 33. Nasema hivi, nanyi kadhalika mlionapo hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Hapo napo tuweke breki kidogo. Hapa tunaambiwa hivi, kadhalika mlionapo hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu. Hata wapi? Hata yu karibu mlangoni. Sasa swali la msingi ni hili. Anaposema mlionapo hayo yote tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Je, swali, tungoje tuyaone yote au katikati yake au ni sehemu gani ya kuona haya yote? Maana nasema mlionapo hayo yote tambueni yu karibu mlangoni. Sasa tunapoona katika hatua gani hayo mambo? Hapo kuna hatua ya kuyaona. Ni hatua gani? Ndio swali la msingi hili ambao natamani tuweze kutafakari. Wenda hiki kitu hatujawahi kuzungumza, wenda hujawahi kukiona. Natamani tukione kwa uzuri sana. Mathayo 24 ni sura pana, ina vipengele vingi na vinafunguka kila siku. Twende pamoja tutazame. Ni katika hatua gani ya kutazama haya mambo? Kwa sababu mtu anaweza kusema amesema bado, amesema tumuyaonapo haya yote. Ngoja tuyaone, bado hatujayaona. Ni katika hatua gani ya kuona haya mambo?
ndio swali langu, ni katika hatua gani ya kuyaona haya mambo? Kuna shahidi mwingine hapa, Luka ni shahidi mwingine ambaye anazungumza picha hiyo hiyo ya Mathayo sura 24. Luka sura 21 inatuambia maneno yafuatayo. Luka 21, tufike pamoja hapo. Fungua Biblia yako. Biblia ni nzuri, Biblia ni tamu, inatufunulia mambo hapa. Biblia ni nzuri sana sana, kitabu kipendwa Biblia, na kinapaswa kuwa kitabu ambacho yani mikono yetu iwe inawasha kufungua Biblia. Fungua Biblia yako hapo katika Luka sura 21 na tunasoma ule mstari wa 29 hadi mstari wa 32. Kuna picha moja hapa nataka tuipate. Kule tumeambiwa, nanyi mwaonapo haya yote tambueni ya kuwa yu karibu hata mlangoni. Hasa ni katika hatua gani ya kuona hayo mambo? Ndio tunaenda hapo. Anasema hivi katika mstari wa 29, Mungu anatuambia hivi, akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote. Hapa kuna picha nyingine imeongezeka, lakini kitu ni kile kile. Anasema hivi, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Tumekwisha kutazama hilo. Twende mbele. 31. Nanyi kadhalika, sikiliza hapa sasa. Lugha ile ile ila kuna neno lingine linaongezeka. Nataka tulichukue hilo linaloongezeka. Anasema hivi, nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea. Narudia tena. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza. Pigia mstari neno yanaanza. La msingi sana. Yanaanza kutokea. Tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Chini ndio anazungumza kwamba amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Tukirudi kwenye nukuu yetu, nasema kwamba Kristo ametoa dalili za kuja kwake. Anatangaza kwamba tunaweza kujua wakati anapokuwa amekaribia, hata akiwa mlangoni. Anasema kuhusu wale wazionao dalili hizi, lakini wanaoziona katika mtazamo gani? Wanaoziona katika mtazamo au katika muktadha wa mwanzo wake. La msingi sana hilo neno. Anasema nanyi kadhalika mambo hayo yanapoanza kutokea. Yaani mambo yakianza tu kutokea hivi, mnajua kwamba yu karibu mlangoni. Na kizazi kinachoona mwanzo wa mambo hayo, hicho kizazi hakitapita. Kwa hiyo hapa tunatoa picha kwamba kumbe ni mwanzo wa mambo hayo, sio akiwa katikati, sio akiwa mwisho, bali watu wanapoanza kuona mwanzo tu wa mambo hayo, wanapaswa kutambua yu karibu hata wapi? Hata mlangoni. Tutazame shahidi mwingine, Luka hiyo hiyo, rudi nyuma tu hapo mstari wa 25. Luka hiyo hiyo katika fungu la 25 tunaambiwa hivi, tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota na nchi dhiki na mataifa yakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. 26. Watu ukivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. 27. Hapo ndipo watakapomwona Mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Huu ni wakati wa mavuno, tulivyoona Ufunuo 14:14. Tunashika mstari 28. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, yani kabla hajaanza kutokea uvumi, sio katika bahari, katika wapi, huko mbali sana. Mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Anazungumza lugha ile ile ya kitabu cha Yeremia sura ya 8 mstari wa 20, anaposema kwamba mavuno yamepita, wakati wa hali umepita, wala sisi hatukuokoka. Wokovu, ukombozi ni kitu hiki kimoja. Kwa hiyo kumbe hapa Mungu tena anatupatia tena ushahidi mwingine, kumbe mambo hayo yanapoanza kutokea tunapaswa kuchangamka. Hasa swali la msingi la kujiuliza ni kwamba ni wakati gani hasa ambapo mambo hayo yameanza kutokea? Au mambo haya yalianza kutokea lini? Kwa hiyo katika Mathayo 24 tunapaswa kujiuliza na kujihoji, tuko wapi katika Mathayo sura 24? Tuko wapi kwenye Mathayo 24? Mungu hajatuficha, ametoka wazi. Hasa twende Mathayo 24 tukatafakari mambo machache na tujione tuko wapi katika Mathayo 24, alafu ndipo tuweze kuangalia tunachangamka namna gani. Maana tumeambiwa changamkeni mkavinue vichwa vyenu juu. Hasa kuvinua vichwa maana yake nini? Ni kutembea hivi na kuchangamka kurukaruka? Hapana. Kuinua vichwa juu ni kutafakari kazi ambayo Kristo anaifanya katika hekalu la juu, kutafakari kazi hii ya upatanisho, kutafakari Kristo kama
kuhani mkuu anavyotaka kushirikiana na mwanadamu ili kusudi kazi iweze kukamilika. Ndugu zangu, ndio mambo haya kuchangamkia wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa twende tukatafakari katika Mathayo 24, tuone tuko wapi katika Mathayo 24, au tujiulize tu maswali kwamba mambo haya yalianza kutokea lini? Hilo ndio swala la msingi. Mathayo 24 kuanzia mstari wa kwanza. Mathayo 24, fika pamoja nami katika Mathayo sura ya 24. Unapanza mstari wa kwanza, ndugu zangu, tunaona wazi ni picha ambayo inaanza baada ya Mathayo 23. Kristo alinena mambo mengi katika hekalu, ilikuwa ni hubiri lake la mwisho hekaluni. Alizungumza vingi, alitoa ole nyingi sana kwa kanisa, akazungumza ole nyingi sana. Baadaye akazungumza kuhusiana na utabiri wa kuanguka kwa jengo. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakamwambia mambo hayo yatakutokea lini na nini dalili kwako na mwisho wa dunia? Hebu tuone hapa. Hata alipokuwa ameketi, nasoma mstari wa 3, Mathayo 24 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa maana nyingine, nini dalili ya wakati wa mavuno? Si ndio hivyo? Nini dalili ya wakati wa mavuno? Kwa hiyo Kristo alipokuwa anazungumza kwamba mavuno yamekaribia, walitakiwa wawe na picha pana kwamba mavuno ni wakati wa mwisho wa dunia. Kwa hiyo wanafunzi walimuuliza dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia. Walizungumza kitu hiki kimoja. Kwa hiyo wanatamani kujua dalili za mwisho. Yaani wao neno la msingi tuondoke nalo hapa kwamba wanataka kujua habari za mwisho, na Kristo akaanza kupatia dalili. Akawaambia kwamba angalieni mtu asidanganye, akanena mambo mengi. Hata kufika mstari ule wa 6 anasema kwamba nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa Kristo ananena habari za mwisho na wanafunzi wanataka kujua habari za mwisho. Na Kristo hapa kwenye Mathayo 24:32 tukienda mbele ametuambia kwa habari za mavuno, na mavuno ni mwisho wa dunia. Anasema mambo hayo yaanzapo kutokea mtajua huu ndo mwisho. Jamani, ndugu zangu, natamani tuweze kuelewa sana, kuelewa mno, tuwe wanafunzi wa unabii. Kila neno katika Biblia lina uzito mpana. Hebu tuombe. Baba mtakatifu wa mbinguni, tunapoendelea kujifunza somo hili la Mathayo 24, hii ni sura pana sana Bwana. Kuna maneno mengine huwa tunayasoma, tunayaruka, tunayaacha, kumbe yana umuhimu na yanasaidia sana kuweza kuelewa kila kipengele katika kitabu hiki cha Mathayo 24. Tusaidie Baba, tusipuuzie neno hata moja, tuweze kuelewa kila kipengele ambacho tunatakiwa kukielewa katika Mathayo 24. Baba, naomba unisaidie, utusaidie sote tunapojifunza tuelewe mapenzi yako ni nini katika Mathayo 24, kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Ndugu zangu, wanafunzi wanamuuliza Kristo, tuambie nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kristo ananena habari nyingi, ananena vita na mateso ya vita. Hapa napo pa muhimu kutambua. Sawa jamani, kwa sababu kuna mtumishi mmoja amefundisha, amesema hii vita inaendelea Irani na Israeli huko, anasema haihusiani na mwisho wa dunia. Kwa sababu amesoma fungu la Mathayo 24, fungu la 6, amesema vita na mateso ya vita, ule mwisho bado. Hajui ni nini kinazungumzwa hapa. Mstari wa 7 ameuacha mstari wa 7. Kuna vingine tena vinazungumzwa. Maana vita inaendelea sio ya kawaida. Hebu twende tushuke kidogo. Kama imepoa hivi, vita kama imepoa, lakini inakuja tena kwa namna ya ajabu. Hebu ngoja tuangalie. Hapa tunakwenda kutazama dalili za mwisho wa dunia. Na Mathayo 24 kuanzia mstari wa 32 tukishuka chini, Mwokozi amezungumza dalili nyingi za vizazi, na pia akazungumza dalili ya wakati wa mavuno, na mavuno tumeona ni mwisho wa dunia. Na wanafunzi tamanio lao ni kujua mwisho wa dunia. Kwa Mwokozi akanena nao, afu mstari wa 6 akasema lakini ule mwisho bado. Sasa tunakwenda kutazama mwisho unabebwa na mambo gani? Tunapoona mambo, yaani Mwokozi akitaja dalili fulani na hizo dalili akiziunganisha na mwisho, basi hapo kizazi hiko kitapita. Hao watu watakaotazama hizo dalili na kuziona hizo dalili, hao watu hao, hicho kizazi kamwe hakitapita. Fungu la 7, maandiko nasema hivi: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Sasa angalia hapa. Fungu la 6 kuna vita, lakini ule mwisho bado. Kumbe kuna vita na ule mwisho bado. Lakini fungu la 7 anazungumza tena habari zingine tena za vita tena. Anasema hivi: manake hapa ndugu zangu tunapaswa kutambua kuna vita na vita. Kuna vita ambayo sio mwisho, kuna vita ambayo ni mwisho. Sio, inaeleweka hapa? Kuna vita ambayo ishakupigana duniani hapa ambayo sio mwisho,
Na kuna vita ikipigana, unajua hii ni mwisho, ina mambo yake hiyo vita. Na lazima tujue ni vita gani ikipiganwa, tunajua hii vita inahusiana na mwisho. Maana vita inayozungumzia katika fungu la 6 haihusiani na mwisho. Ndio maana anasema mtaona vita mtaona vita na tetesi za vita, lakini ule mwisho bado ni vita gani sasa hiyo? Na fungu la 7 anasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa mkato, na ufalme kupigana na ufalme. Hiyo ni vita hiyo. Anaendelea, kutakuwa na mambo yafuatayo: kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hapa kuna kitu kingine hakijazungumzwa kwenye fungu hili katika Biblia ya Kiingereza. Amezungumza jambo lingine, lakini Mungu ni mwema kwa sababu hajaandika Mathayo peke yake, na Luka pia ameandika. Hebu tuende kwenye Biblia ya Kiswahili hii. Katika Luka ametuletea jambo lingine linalohusiana hapa. Kuna kupigana kwa mataifa, kuna njaa, kuna matetemeko, na jambo lingine kuna magonjwa au tauni. Unapenda Luka sura ya 21 na mstari wa 11. Hebu tufike pamoja Luka 21:11. Luka 21:11. Hapa kuna dalili nyingine tumepewa ya msingi ya kuzingatia jamani. Luka 21:11 nasema hivi: kutakuwa na matetemeko makubwa, jambo la kwanza, na njaa, jambo la pili, na tauni. Mambo matatu. Lakini jambo la nyuma yake ni nini? Ufalme kupigana na ufalme, na taifa kupigana na taifa. Kumbe taifa linapigana na taifa, halafu baada ya taifa kupigana na taifa kuna matetemeko, kuna njaa, kuna magonjwa. Sasa hapa tunaambiwa hili ni fungu la 7 limeshiba kwa namna hiyo. Fungu la 7 limeshiba kwa taifa kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, matetemeko, njaa na nini tena? Na magonjwa. Halafu fungu la 8, zingatia, fungu la 8 linasema hivi: hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Sasa hapa wanafunzi wangeweza kukaa chonjo. Mwokozi, mwanzo wa utungu? Umesema mwanzo wa utungu umejengwa na mambo gani? Angesema rudi fungu la ngapi? La 7. Fungu la 6 aliweke pembeni kwanza. Zungumzia fungu la 7, fungu la 8 peke yake linasema tu hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Mara fungu la 6 anasema hayo yote hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Na sisi tumetazama katika Mathayo 24, tumesema kwamba mambo hayo yanapotokea ni katika hatua gani ya mambo hayo kutokea? Ni katika mwanzo wake, yanapoanza kutokea. Na Kristo amesema kwamba hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Sasa mwanzo wa utungu, utungu ni nini? Utungu tunajua huu unampata mama mjamzito katika safari yake anapokuwa na ujauzito. Ni mwanzoni au mwishoni? Ni mwishoni. Kwa hiyo mwishoni mwa mama mjamzito anapenda kujifungua pale, anakutana na utungu. Kwa utungu ni mwishoni. Kwa hiyo Mwokozi anaposema hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu, kwa maana nyingine amesema hayo yote ndiyo mwanzo wa mwisho. Na wanafunzi wanatamani kujua habari za mwisho wa dunia. Fungu la 6 amesema hayo yote yanabudi kutukia, lakini ule mwisho bado. Fungu la 7 amesema, ametaja madalili. Fungu la 8 amesema hayo yote ndiyo mwanzo wa mwisho, mwanzo wa utungu. Kumbe mwanzo wa utungu au mwanzo wa mwisho unajengwa na mambo makuu manne: taifa kupigana na taifa, ufalme kupigana na ufalme, njaa, matetemeko na magonjwa. Sasa niulize swali, haya mambo katika dunia yetu hii tunayoishi tumeyashuhudia kwa namna ya kipekee mwaka gani? Na kwa kuwa tunazungumzia mwisho wa dunia, lazima mambo haya yawe mambo ya kidunia. Kwa kuwa tunazungumzia habari za mwisho wa dunia, wanafunzi walisema hivi: tuambie nini dalili ya kuja kwako, naye ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa mambo haya lazima tuone yakitokea kiulimwengu mzima. Kama vita, hiyo vita ambayo inahusu ulimwengu mzima, matokeo yake yawe ni hasara au ni matatizo kwa ulimwengu mzima. Kama ni magonjwa, yawe magonjwa ya ulimwengu mzima. Na matetemeko tunazungumzia hapa jamani, ni masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi, lazima tuyaone katika ulimwengu mzima. Ndio tunakuja tunaona wazi kwamba katika mwaka wa 2020 kwa namna ya ajabu ya kutisha na kushangaza, tumeanza kuyashuhudia mambo haya yakianza kutokea. Hayakukamilika jamani, bali yalianza kutokea. Ndio utaona sasa kuanzia 2020 hapo kuendelea mbele mpaka sasa 2026, mambo hayapoi, mambo yanaendelea kuwa ya ajabu, ya hatari, na hii itaendelea mpaka mwisho wa wakati, mpaka wakati wa mavuno. Kwa tumetuona hizi habari jamani katika Mathayo 24. Mathayo 24 inatuleta tutazame mwaka 2020 kuendelea mbele. Ndugu zangu, mambo hayatapoa, yataendelea kuwa ya hatari zaidi na zaidi.
tunashuhudia sasa hivi bei za mafuta zinaendelea kupanda, na bei za mafuta zikipanda vyakula vinapanda, kwa sababu vyakula ili vifike kwenye miji mikubwa au vizalishwe vinahitaji pia mafuta kwenye matrekta, mafuta kuendesha mashine mbalimbali. Vyakula vitapanda juu, njaa itaendelea kuongezeka, magonjwa yatafuata hapo. Kwa hiyo mambo hayatapoa, mambo yataendelea kuwa hatari. Kwa hiyo ndugu zangu, hata tutakapotazama kuhusu kuishi mashambani, tutaiunganisha na Mathayo 24. Kwa nini tuondoke sasa? Kwa nini muda ni mfinyu? Kwa nini muda ni mchache? Na tunapaswa kuharakisha sana ndugu zangu, maana Biblia inasema mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni tukaviinua vichwa vyetu, kwa maana ukombozi umekaribia. Tunapaswa sana kuelewa kazi ya Kristo anayeifanya kule juu mbinguni. Akili zetu, mawazo yetu yanapaswa kuinuliwa juu. Tunamalizia na Wakolosai sura 3. Wakolosai sura 3. Wakolosai sura 3. Wakolosai sura 3 na ule mstari wa kwanza, maandiko nasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa ndugu zangu, Mungu anataka tuanze kuyafikiria yaliyo juu. Kuanzia mwaka 2020 ndio maana tunaona Mungu akaanza kuleta vuguvugu la ajabu, akaanza kuleta mambo ya kutisha kwenye dunia. Tukaanza kushuhudia watu, movement kubwa ikitokea kwenda mashambani, watu kufanya hiki, na ujumbe kuanza kuhubiriwa kwa namna ya ajabu sana. Hii haikutokea kwa bahati mbaya, na jambo pekee ambalo lilifunua watu kwanza kutazama kwamba tupo mwishoni ni swala zima la ugonjwa, janga la corona. Janga la corona lilikuwa ni janga la kiulimwengu, lilikuwa ni janga ambalo lilikumba dunia nzima. Hakuna ugonjwa ambao umeshawahi kukumba dunia nzima kama ugonjwa wa corona. Ulikuwa ni ugonjwa wa dunia nzima. Sasa ndugu zangu, sasa hivi tunaishi katika kipindi ambapo vita tunayoona sasa ni vita ambayo inakumba dunia nzima, na tunaenda katika njaa ambayo itakuwa ni njaa ya ulimwengu mzima. Haya mambo yasituache hivi hivi, yanapaswa kutuamsha na kutupatia kujua kwamba Kristo yu karibu hata mlangoni. Kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatakapotimia. Bwana atusaidie kuelewa haya na kuyatendea kazi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tupate kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa neema yako kutufundisha Mathayo sura 24. Kwa namna ya kipekee Baba, tumeweza kutazama na kuona kwamba tupo katika mstari wa 8 ambao unaitwa ni mwanzo wa utungu, na baada ya mstari wa 8, mstari wa 9 tunaona sheria ya Jumapili. Kwa hiyo hatuna muda wa kupoteza tunapotafakari Mathayo sura 24. Tusaidie Bwana tuweze kuwa tayari, maana unafika wakati ambapo tunaambiwa katika mstari wa 9 tutachukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina la Kristo. Kwa hiyo kumbe wale tu watakao kuwa na jina la Kristo ndio watakaochukiwa na dunia nzima, na jina la Kristo ni tabia ya Kristo. Tuwezeshe Baba yetu wa mbinguni, tusaidie, tuamshe, maana tumelala usingizi mzito sana. Tuwezeshe kuweza kuwa na roho ya maombi, kuweza kuwa tayari kuchangamkia wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Ni heri kupata hasara zote tunazoziona ni faida kwa sasa kuliko kukosa uzima wa milele. Tusaidie Baba wa mbinguni, amsha familia mbalimbali, wasaidie wachungaji, washiriki, wanafunzi mbalimbali ambao wanapenda kujifunza masomo haya ya unabii. Tutie nguvu, tutie shime, tusikatike moyo, bali tuendelee kuwa na imani na tumaini thabiti kwamba Kristo yuaja hivi karibuni. Asante Bwana kwa neema yako, tubariki na utulinde kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.